Okay. Langu jina ni Fatuma Juma. Leo nipo na mchambuzi wa mpira kutoka Tanzania bara. Mwingine bado ni Dominic Salamba. Dominic, habari yako? Salama za kwako? Nzuri, mzima. Mimi niko vizuri kabisa. Poa kabisa. Mungu ni mwema. Uonekani? Tupo. Mwisho wa mwaka mambo ni mengi. Okay, tuanze na tukio ambalo limefanyika muda mchache uliopita baada ya viongozi wa klabu ya Simba, akina Mangungu, akina Magoli pamoja na CEO wa klabu ya Simba, Zubeda, kufanya mkutano na ambacho wameweka wazi kwa wanachama kwamba wanatarajia kuunda mfumo wa utoaji kadi ambao utakuwa ni wa kisasa, lakini akaeleza kwamba sababu ambazo walianza msimu huu timu aliondoka, akaja kocha mpya na akaja meneja mwingine ambaye hawakubaliana. Kwa upande wako, kwa jinsi ulivyoona kikao kilivyoenda, ni nini ambacho umegundua katika uongozi wa Simba? Nafikiri ni mwanzo wa kwenda kwenye mfumo sahihi wa mabadiliko. Yes, yani ni kuna green light. Unapoona Simba sawa wanatoka na kuanza kufikiria sasa kuwa na mfumo rafiki wa kuweza kuenroll au kusajili wanachama kwa maana ya kuongeza namba, dhahiri shahiri kwamba tayari wameona sasa kuna haja ya kwenda kwenye mabadiliko ya kweli ya kutaka kuona timu yao ikifikia hatua ya kuwa timu yenye nguvu ambayo itakwenda kutengeneza mahusiano yaliyo thabiti baina ya wawekezaji na klabu ya Simba, lakini pia kwenda kutoa nguvu na maana ya ile 50% kwa mwekezaji. Kwa binafsi imenitia faraja kuona kwamba sasa kumbe Simba wanaamua kwenda kwa vitendo, kwenda kufikia mpango wa mabadiliko ambao utakuwa unaendana na mipango au na taratibu au na sera kulingana na namna ambavyo wawekezaji wanatakiwa waweze kuwekeza katika swala zima la michezo. Kwa binafsi nimejisikia vizuri zaidi. Mungu asema kwamba mnayakuza timu yao kufanya vibaya, ni mnayakuza, lakini imetokana na kwa sababu walibadilisha kocha, akaja kocha mpya, kocha ambaye walimtarajia kwa mwanzo, akimaanisha kwamba Fadlu aliondoka na vile vile beki wakati aliumia ambaye ni beki wakati ni Kagoma, Kagoma na pamoja na kipa wao Pimpin Kamara kuwa majeruhi, lakini akasema kwamba mnayakuza sana wachambuzi. Anayakuza nani? Sasa mnayakuza. Sasa yani kwanza of course ninaheshimu mtazamo wake, yeye ni mwenyekiti wa klabu, lakini ana wajibu wa kuweza kulinda brand ya club no matter what. Lazima aweze kukaa na kuweza kuizungumzia vizuri. Lakini mimi kwa upande wangu ukiniambia kwamba ulikuwa umepata majeraha ya golikipa wako, beki wako, sijui kiungo wako, bado kitaalamu haitoshi kuwa sababu ya msingi ambao utawaambia watu kwamba kwa nini umepoteza. Yani iwe ni kocha, iwe ni nini, kwa sababu ndio maana kwenye mpira unasajili zaidi ya watu 30. Unasajili zaidi ya watu 20 wa kizawa, lakini zaidi ya watu 10 wa kigeni. Lakini wanaoanza tunasema wale regular starter kwenye timu ni watu 10 na ngapi? 11, na watu 7 wa reserve. Kwa unakuwa na timu ya watu 18. Kwa hiyo unapoona unapata changamoto ya kutoka mchezaji mmoja na timu ikayumba, itafsiri kwamba timu yako haina kikosi kipana, lakini pia umekosa kutengeneza uwiano wa kiuchezaji, na ndio maana ni rahisi kuingia katika matatizo. Lakini pia kwa issue ya kocha afukuzwi tu. Kocha anafukuzwa baada either kutofikia malengo au kutokuwa na mahusiano mema baina yake yeye na management au na mashabiki au kuwa na kiwango kibovu. Sasa wakati unayafikiria yote, au pengine timu imeyumba kiuchumi na vitu vingine vingi. Sasa kabla hujafikia hatua ya kutaka kumfukuza kocha, manake lazima ufanye proper assessment ya kuweza kuona faida na hasara, kwamba endapo tutakwenda kumpoteza kocha kipindi hiki, klabu itakwenda kupata faida zipi, na endapo tutakwenda kumwacha au tutapata hasara zipi. Kwa hiyo ukishafanya hiyo cost benefit analysis, ndio inakupatia sasa uamuzi. Kwa hiyo unapoamua kwenda kumfukuza kocha, manake tayari umejipanga na kujua kwamba tutamfukuza, tutapata mwingine, atakuja, ataziba gepu na mambo hayataharibika. Ndio maana ukiangalia wenzao waliweza kuwa na makocha 3 msimu uliopita wakati mchezo unaendelea, na bado wakaweza kusaidia kuchukua mataji yao yote. Na hata msimu tunavyozungumza, hata Yanga pia wamefukuza kocha na amekuja kocha mwingine, lakini hauoni timu ikiwa inateteleka. Kwa hiyo mimi kuniambia kwamba wachezaji walikuwa wameumia au si mwalimu, haiwezi kuwa sababu ya kufanya wewe sasa uonekane yani hiyo ni kwa yeye sio kujifichia, yeye hawezi akakiri kwa sababu ni kiongozi. Yani unapokuwa kiongozi, maana jambo la kwanza ni kutetea image na brandi ya taasisi yako. Ni kama uelewa hapo mkuja na Ben TV. Kwa hiyo lote nitakuwa kuweza kuhusu Ben TV ni lazima utazungumzia kwa uzi, kwa sababu ni sehemu ambayo ni kwa naye nafikiri ipo kazini. Lakini binafsi sioni kama ilikuwa ni kitu ambacho unaweza ukasema kikawa ni justification ya yale ambayo tumeweza kuyaona kitokea katika klabu ya Simba.
Bodi ya ligi ilitoa taarifa ya kwamba imewafungia takriban mechi 5 wachezaji wa Simba akiwemo Jonathan Soa pamoja na Alassane Kante. Ukiangalia hawa ni kiungo cha timu na tunaweza kusema kwamba ni first 11 ya kocha kwa ubora alikuwa nao, na vile vile tunaweza kusema kwamba Jonathan Soa ni kiungo bora namba 9 nchini kwa hivi sasa. Ni wakati wa Simba kufanya maamuzi magumu kwa Jonathan Soa ukiangalia kwa jinsi ambao amewaharimu kwa hivi sasa. Kwanza mimi ukisema ni mshambuliaji bora na kataa. Sawa. Ushambuliaji bora ni namba ambazo unazo. Sasa utaniambia. Kwa hiyo ukubaliana na hiyo. So ndio reality. Yaani sio hisia. Yaani hapa tuzungumzie hisia. Yaani hapa tunazungumza professional. Tunazungumzia namba. Tunazungumzia ukweli sawa kitakwimu ndio tunazungumza hapa. Sio tunazungumzia hisia tu. Uwezo ukasema mshambuliaji bora utaangalia ana namba ngapi kwenye timu yake. Utagundua kwamba namba zake haziakisi. Hicho chote ni mchezaji mzuri ambaye Simba walimuona kutokea Singida wakaamua kumsajili kutokana na ubora aliokuwa nao wakaanza kumsajili, lakini mpaka saizi ameshindwa kuisaidia Simba kwa sababu kwanza hata ujaji wake tu ilifanya aweze kukosa mechi yake ya mwanzo ya ngao kutokana na matatizo ya kinidhamu ambayo alionyesha akiwa Singida kwenye mechi ya FA, nafikiri mechi ya finali ya FA dhidi ya Yanga kule Zanzibar akafungiwa. Amekuja Simba kweli lazima aweze kukosa baadhi ya mechi, kama pengine angekuepo angeweza kuadi kitu compare na wengine ambao wako pale, lakini akashindwa kuisaidia timu. Tena anakuja anafanya makosa ambayo si ya kilazima. Unajua kuna makosa ambayo unaweza kusema pengine ni makosa ambayo yalikuwa ni lazima yatokee. Mtu anakwenda kufunga goli, unafanya fouls, sawa, au pengine unataka ufungwe yaani vitu vingi vya kutokea. Lakini angalia, by the way, Azam ndo alikuwa anaokoa. Sawa, na yeye ndo alikuwa anakaba. Na anakaba katika eneo ambalo lina pressure. Yaani katika 18 yard ya Azam anakwenda kufanya kitu ambacho hakina madhara yote kwa klabu yake, kama pengine angeweza kumwacha Milima aweze kwenda pengine basi Simba ongeza kuadhibiwa. Hapana, alikuwa ni eneo la chini kabisa, lakini amekuwa na hayo matukio. Kwa nafikiri ana changamoto za kinidhamu ambazo yuko nazo. Kwa hiyo kama klabu lazima waweze kuzungumza naye, na angalia yeye ni professional player. Unazungumzia mechi 5 sio tu kwa 1 2 3 4 5, maana yake mechi 5 hizi anaweza kazikava ndani miezi 3 au miezi 2 kutokana na nature ya ligi yetu. Yaani Simba anaweza akawa na mechi 5 za ligi hadi 15, yaani anaweza asicheze tokea mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 3. Sio, unaelewa? Kwa sababu Simba kwa mwezi na hivi ana michezo ya kimataifa, wakati mwingine ana mechi za kimataifa, ana mechi ya ligi. Wewe uko tu cheze. Kwa hiyo kukaa miezi 2 bila kucheza na unapokea mshahara kawaida na katika mazingira ambayo ungeweza kuyaepuka si jambo jema. Kwa binafsi nafikiri ni wakati wa hizi timu kuweza kuzungumza na wachezaji waweze kuona kwamba wanawasajili ili waweze kuja kucheza. Mpaka saizi kama alisajiliwa kwa ajili kuja kutumikia mechi 30 za klabu za ligi, tayari ameshakata mechi 5. Mechi 5 unazungumzia point 15. Point 15 ukipoteza maana yake tayari huwezi kuwa bingwa. Kwa hiyo wanakwenda kuangusha malengo ya klabu kutokana tu kutokuwajibika na kupata taratibu za kiutumishi. Kwa hiyo nafikiri wao wana kazi ya kuweza kuzungumza nao ili waweze kuona kwamba wanatakiwa waweze kuheshimu mikataba yao ikiwa pamoja na kulinda usalama wao, lakini pia na kulinda usalama wa wachezaji wengine, lakini pia kucomply na kauli ya mpira kwa ni mchezo wa kiungwana. Baada ya tukio hili wengi wakalalamika kuhusiana na ile rafu ambayo ilicheza Djigui Diarra dhidi ya Mbeya City. Wakasema kwa nini wao na sio Djigui Diarra, mbona hajaadhibiwa mpaka leo hii? Sasa mimi siwezi kujibia kwa sababu hiyo ni swala la kamati, na nafikiri kuna haja ya kuweza kuspecify in details kwamba ni faulu gani ambayo inatakiwa mtu afungiwe mechi 5, mechi 3 au whatever, ili kuweza kupunguza hizi au kuondoa hizi confusions na malalamiko hata ambayo yakitokea. Kwa hiyo wao ndio wana tools, si hatujui. Wao ndio wana tools ya kuweza kujua to what extent mchezaji fulani akifanya kosa fulani anatakiwa aweze kufungiwa. Kwa nafikiri anayeweza kujibu hilo vizuri ni kamati ya msasa 72. Mimi kwangu nakuwa siwezi kujua kwa sababu hata hao waliofungiwa nimeona fouls, lakini to what extent maana yake wao ndio wanajua. Naona akasema Baka kama mechi 5, wewe kama mechi 5, na wewe Kante kama mechi 5. Dirisha dogo la usajili hili hapa. Salamba kupitia ukurasa wako wa Instagram utujuza kwamba Yanga kwa sasa hivi ipo kwenye dirisha la ubora kama sikosei, lakini katika ile maelezo yako chini picha ilikuwa ya Akaminko. Na wengi akienda mbali kwamba akimwozesha Akaminko dirisha dogo anatoa katika mitaa ya Jangwani, lakini ukasema kwamba picha iliyopo haihusiani na maneno yanazungumza, pengine kile linalosema kwamba Akaminko pengine Jangwani atakuwepo mitaa ya Jangwani. Mimi niweka tu maelezo yangu kwamba siku zote Yanga wamejaribu kutengeneza daraja.
Yanga wamejaribu kutengeneza ukubwa na kuweza kutawala soka la Tanzania. Na ndio kitu ambacho kinaonekana, na ndio ukiangalia kwenye msimu wote wa usajili wachezaji wote wazuri lazima wahusishwe na nani? Na Yanga kutoka timu nyingine. Unaona Kwa hiyo nimeweka Kaminko kwa sababu Kaminko ni miongoni mwa wachezaji ambaye katika misimu ya karibuni kila msimu unapokuja ni lazima aweze kuhusishwa na klabu ya Yanga kwa maana ni mchezaji mkubwa, mchezaji mzuri. Kwa hiyo nilijaribu kutumia lugha ya picha, lakini kama Yanga watamsajili siwezi kulizungumza, siwezi kulijua na sina kanala, lakini kimsingi Yanga wametengeneza daraja lao na ni timu kubwa ambayo imekuwa ikideserve kupata nyota wazuri ambao wanaweza kuwasaidia. Lakini pia hata kama akija Yanga si vibaya. Ataiongezea nini Yanga stand up? Ni kweli dirisha dogo akatua katika mitaa ya Jangwani. Ni mchezaji mkomavu kwa maana ana uzoefu, ana experience, lakini pia kwa ambavyo Yanga amekuwa akicheza anaweza kuwasaidia kutokana na mfumo, kwa sababu sio kila mchezaji mzuri anaweza kufiti kwenye kila timu. Lakini Kaminko kwa ile style of play ya Yanga anafiti. Ukimwangalia ni kama Mudathiri ya fulani, wanafanana namna ya uchezaji. Kwa hiyo nafikiri akiongezeka pale anaweza kwenda kuongeza kitu hasa kwenye kupush na kufanya dribbling na kuweza kulink timu katika maeneo tofauti tofauti, lakini pia hata uwezo wa kukaba na kuweza kupunguza pressure timu ikiwa inashambuliwa. Huyu pia maneno ni mengi mtandaoni, wengine akidai kwamba kabadilisha mkataba wa miezi 6 na mkataba wa miezi 6 unaweza kuongea na klabu nyingine ili kuondoka. Wengi pia wamemhusisha na klabu ya Young Africans, na pia katika picha yako naye pia yupo Morris Abraham. Pengine ni kweli tetesi kama zinavyosemekana tutamkuta mitaa Jangwani kama tulivyozoea kuchukuliana wachezaji? Mbona hawajamhusisha Mzize na Simba au na Azam? Mbona hawajamhusisha Diara na Simba au na Azam? Mbona hawajamhusisha Max na timu nyingine? Kwa nini? Ndio nikasema kwamba ndio ile kauli yangu imerudia kwamba Yanga sasa hizi wametengeneza gap, wametengeneza daraja lao. Ni kila mtu anaamini kwa mchezaji yote bora lazima akachezea wapi? Yanga. Yaani ukiwa na kiwango kizuri ili uweze kuonekana huko vizuri. Sawa Kuna kipindi zamani nakumbuka hata kwenye media, siwezi kutaja, kuna media moja kwa ukienda kutangaza pale wewe ndio unakuwa mtangazaji. Unaelewa? Yaani ilikuwa imefikia yaani umetengeneza hiyo level. Kwa hiyo sasa hizi ili uonekane ni mchezaji mzuri, unafanya vizuri, lazima ukachezea Yanga. Kwa hiyo Morris Abraham ni kijana mzuri wa kizawa ambaye pia anastahili kuchezea timu kubwa. Sasa msiwezi kujua, labda hilo ukimuuliza Alikamwe engineer atakujibu. Mimi nafikiri nimeandika bado sisikia. Mimi soga waga sio mchoyo. Waga na kupaga tu. Zikiwa nitakupa. Unaona kwamba Morris Abraham sio mchezaji mkubwa, kwa hiyo hastahiki kwenda kuchezea Young Africans. Mchezaji mkubwa kweli. Hata mimi kesho hata nilikwambia. Si mchezaji mkubwa kwa sababu ya experience na exposure bali yapata. Lakini mchezaji ambaye ana kipaji cha hali ya juu, ambaye kama atatengenezewa mazingira mazuri akapata experience atakuja kuwa nyota mkubwa. Ili mchezaji mkubwa lazima ufanye mambo mengi makubwa kwenye timu. Kwa hiyo yeye ni kijana mdogo. Ukianza kumpa leo kwamba mchezaji mkubwa unampa mzigo mkubwa kwa sababu bado ndo anakwenda kuitafuta, lakini kwa maana ya kipaji ambacho yuko nacho, kama atapata matunzo mazuri, maendeleo mazuri, anaweza kuja kuwa superstar mkubwa sana katika nchi yetu. Simba pengine ni mchezaji tegemezi Morris Abraham, lakini wengi wanadai kwamba akienda Young Africans kuna namna lazima agombanie namba, kwa sababu pale nafasi yake anacheza Maxi, anacheza Dombia, anacheza nafasi ya Mzize kama sikosei. Ni kweli akienda pale Young Africans ataanzia benchi kama ilivyokuwa Shabalala? Ndio nilikuwa nawaambia kwamba Yanga timu kubwa kuliko Simba mkabla na kataa. Sasa leo unarudi kule na kuzungumza. Nilikuwa nawaambia hizo rank hizo ni rank za kafu. Jana nafikiri wametoa rank za ile FH inatoni FH nini sikumbuki jina lake. Watu wanaweza kuona. Uwezo ukazungumza ubora katika miaka mitano iliyopita. Zungumzia current form. Nilipokuwa nawaambia kwamba Yanga ni bora kuliko Simba, nilikuwa namaanisha iko nachokisema kwamba Morris Abraham akiwa Simba ndio tegemeo, lakini akienda Yanga anabidi atafute namba. Si unaelewa? Maana yake Yanga wana qualities kubwa kuliko uwezo alionao yeye, na hiyo ndio moja ya indicator ya timu kubwa au timu bora kwa kipindi hiko. Unaona? Leo unazungumzia sui Mpanzu akienda Yanga sio anaanza akapambane pale anaingia kwenye kikosi cha cheze. Lakini Simba akisoma tu kipaji hizo anacheza. Kwa hiyo kuna namna ambayo Simba walikuwa wamepoteza ubora wao, lakini kwenye mpira ni kitu cha kawaida. Hata leo tunaangalia leo kitu kama Manchester United wana struggle, Barca na Nilo bwana Nima City wana struggle liver. Kwa hiyo cha msingi tu ni kuweza kuhakikisha kwamba wanajipambanua na kujipanga kuweza kurudi katika ubora ambao walikuwa nao, ili kuweza kuwa na uwezo wa kuretain nyota wakubwa katika timu yao. Usajili wa Balakonte ulivyotarajiwa na kilichotokea ni vitu vile tofauti. Wengi walidhani ya kwamba atakuja kuwa mbadala wa Khalid Aucho, lakini mpaka sasa alichokifanya hakijaonekana. Ni wakati wa Young Africans kuendelea kumpa muda au tudili na wale wengine wanasema kwamba Young Africans wafanye maamuzi magumu, wamwachie huyu Balakonte, watafute mbadala wake.
Kwa Bala Conte kumpa muda sio kweli. Kwa sababu ni mchezaji mkubwa ambaye aitakiwa kuja kuprove kile ambacho anacho. Sio kuja kusubiria. Tofauti sasa mazingira na muda na timu kubwa za muda wa kusubiri. Yaani moja ya changamoto ya kuwa kwenye timu kubwa ni hiyo. Ni hiyo ninachokwambia. Ni hiyo. Aziz Ki alikuwa anaweza kusubiri kwa sababu tayari alikuwa kuna mtu. Kama unakumbuka wakati Aziz Ki anakuja, unakumbuka pale palikuwa pana Faisal na alikuwa anafanya kitu kile kile. Kwa hiyo iliweza kumpunguzia pressure na kuingia taratibu kwenye mfumo. Anakuja Musa ikiwa Yanga umeondokewa na kiungo wao mahiri kwenye hilo eneo. Kwa hiyo wanataka mtu ambaye atakuja kukava ile gap kwa haraka ili waendeleze mambo ambayo alikuwa anafikiria. Kwa hiyo nafikiri kwa hiki ambacho amekionyesha bado hajaweza kukliki. Ikishindikana basi uangalie sehemu nyingine, sababu usajili ni kama kamari. Kuna wakati unaweza kuchukua mchezaji bora akashinda kufanya vizuri, ukachukua kawaida akafanya vizuri. Kweli kicho kile kwenye mpira wa miguu yaani wao ndo taangalia na demand zao. Sasa kwa sababu mimi siwezi kusema kitu kwa sababu wao ndo wanajua nini wanachokitaka. Unajua yaani wao klabu ndo wanajua kwamba tumemsajili katika malengo gani. Lakini kwenye kile ambacho anakionyesha hakijafikia matarajio ya wengi ambao walikuwa wanatarajia. Kwa sababu watu wengi walikuwa wanafikiri kwamba atakapokuja atakuja kufanya kitu ambacho pengine alikuwa anakifanya Aucho kwenye timu. Ndio imekuwa rahisi kuweza kufanya comparison. Lakini klabu pengine walikuwa na mawazo ya tofauti kwao. Na kubena kama mawazo alikuwa hawahitaji kumfanya Khalid Aucho awe ni mchezaji tegemezi kama ilivyokuwa pale. Mchezaji hafanywi kuwa tegemezi, lakini uwezo ulionao ndio unafanya awe tegemezi. Yaani uwezo kaamua watu fulani wao kidawa tegemezi. Yaani leo hii Yanga hawajaamua tu Pacome wewe nyota wao. Yaani wewe mwenyewe ndio unafanya timu ikutegemee. Yaani wewe mwenyewe uwezo ulionao. Sio utakaa bana leo tuamue kutufanya labda Diego, wewe mwenyewe. Kwa hiyo Pacome ameenda ameonyesha kiwango cha juu kuliko uwezo kawaida. Kwa hiyo hata kila mtu anajua kwamba huyu ndio star nani wa timu. Aziz Ki alikuja akaonyesha mwenyewe akaweza kuwa star wa timu. Kwa hiyo kuwa star wa timu ni wewe mwenyewe unaamua kujitofautisha. Diarra amna mbali haitaka kumtegemea. Lakini ameonyesha kitu anajua kwamba huyu jamaa ni kipa bora aweze. Kwa hiyo yeye kama anataka kwenda kuchukua namba ya Aucho lazima aweze kuonyesha. Aucho alionyesha. Kwa sababu alikuwa akiingia yeye akicheza na wakiingia wengine kuna tofauti kubwa inaonekana. Kwa hiyo watu wanaona okay, kumbe hapa ile eneo anayelimiliki katika ile eneo nani ni Aucho. Anarejea Yokwas Tula pamoja na Clement Mzize Januari. Unaona itaongezea nini wale hawa wakirejea ndani kosti ya Young Africans, na huku ikisemekana kwamba Boka anakalia kutika huenda akaachwa? Nafikiri kwanza itakuwa ni energy kwa Yanga. Kwa sababu tunafahamu watu wawili kabla hawajapata majeraha walikuwa ni wachezaji tegemeo wa klabu ya Yanga. Muda wa mwisho tumeona upande wa Mzize alivyofanya kwenye klabu ya Yanga. Uwezo aliouonyesha, maamuzi aliyoifanya, timu yake imeweza kuibeba, na alikuwa msimu huu anakuwa ni miongoni mwa washambuliaji vinara wa klabu ya Yanga. Lakini bahati mbaya akawa ameumia, kwa hiyo kurudi kwake kutakwenda kumuongezea Mwalimu option katika eneo la mwisho. Sawa kwa maana kwamba kuna option. Kwa upande wa Yokwas tunafahamu wote kazi aliyoifanya ni miongoni mwa walinzi bora wa kulia kwa hiyo kutoka katika nchi yetu. Kuna kazi anayoifanya, lakini pia Yanga saizi wana Israel Mwenda ambao uko naye, wana Kibwana Shomari. Hao wote wawili kuna vitu vinakosekana hata katika eneo la mwisho kwenye kuimprovise ili timu ipate matokeo. Na ukiangalia Yokwas amekuwa na uwiano mzuri wa namba baada ya kushambulia na kuweza kulinda. Kwa hiyo kurudi kwake na mchuano hiyo ya kimataifa ambayo Yanga wako inaweza kwenda kuwa ni faida kubwa kwa Yanga na ikaweza kuwasaidia katika mechi zao hizo ambazo ndio zitakwenda kutoa hatima yao kama wataingia robo finali au la. Tumalize na hili. Kuna ile ambayo linasema kwamba Simba wapo mbioni wanamtaka tena Mwamba Lusaka, Clatous Chama Chama arejee katika kosti yao, lakini Chama akasema kwamba hawezi kuondoka bila Khalid Aucho. Ukiangalia kwa status ambayo Khalid Aucho amejengea ndani ya kikosi cha Young Africans na hii kwenda upande wa pili wa mpinzani, kwa upande wako sana. Mimi kwa sifikiri kwamba Simba sema mpaka tena Chama. Unafikiri? Yaani sifikiri kama itakuwa ni signing nzuri. Kwa nini? Chama hakuna ambacho alichokibakisha kwa upande wa Simba. Yaani hawezi kuja kutoa kitu kingine kipya. Sawa alichokitoa katika uwezo wake wa juu ndio Simba ilisha robo finali ya kombe la klabu bingwa. Kwa hiyo hawezi kuofa kitu kingine cha juu. Kwa hiyo kama una malengo ya kuishia robo finali tena, mchukue Chama. Ni kama una malengo ya kwenda nusu finali, tafuta watu wengine. Kila kitu kina mwanzo. Wapo ni hela. Wachezaji wako wengi. Wako wengi sana, mtangazaji wengi. Ni kwanza kesi tunaona hapa, sawa? Unaangalia kuna Mamelodi kasajili mtu kutoka Brazil, kutoka Uruguay, kutoka bilioni 5, bilioni 6, juzi kasajili. Wachezaji wapo. Ni wewe tu kujipanga na pesa wako. Nchi ziko nyingi ambazo hatujazifikia.
Na kwa cha msingi tu amwage mzigo, achukue watu wengine, basi wengine aendelee. Shukrani sana. Karibu tena.